walitembelea Uhispania pale Andalusi, wakaona wazee wawili mtaani wamelewa, alafu wameshikana mikono, wakaambiana basi muda wa kuvamia Uhispania umefika. Mwaka 1920 wakajiandaa vizuri, na 24 Uislamu ukabomolewa Spain. Walipigwa Waislamu vibaya mno ndani ya Uhispania, mpaka msikiti mkubwa ndani ya Europe nzima una habari kwamba uko Spain una madirisha 165 na milango 92. Msikiti unatoka kama hapa, na kule Kongoya mwisho, sokoni mwisho, wakauchukua ule msikiti, wakaukatakata, wakaugawanya. Hapa mbele mahali imamu alikuwa anasimama kuswalisha, wakaweka masanamu, wakaufanya huo msikiti ndio museum ya Uhispania mpaka kesho. Sasa wakati vita inaendelea, palikuwa na vijana wa Kiislamu wanaipigania dini yao pale pale Spain. Hawa vijana ni Waarabu, jina lao la jihadi na vita wakajiita Rijalun Madridi, mabarobaro wa pale Madridi. Sasa na kupa picha cha kufahamu kwamba chanzo cha neno Real Madrid limetokea wapi. Sasa wewe vamia tu, ingilia tu, jifunze mambo ya shetani. Kwa hivyo Rijalul Madrid ni vijana mabarobaro waliokuwa wanatetea dini ya Mungu, wakapigwa. Waislamu milioni 50 walichinjwa. Katikati ya Spain pale kuna mto umepita unaitwa mto Frati. Huu mto ulijaa damu, ukawa kama ambaye ni mfereji wa damu. Vikachukuliwa vitabu vya hadithi mbalimbali za Mtume pamoja na Qur'ani, zikamwagwa kwenye huo mto, zikajaa mpaka ikawakana kwamba ni bridge, unaweza kanyaga na miguu ukavuka ng'ambo ya pili. Nchi ikachukuliwa. Aliyechukua nchi hiyo baada ya Waislamu kumalizwa ni mfalme mmoja devil worshiper, anaitwa King Alfonso Layo Finando, ndo alichukua hiyo nchi baada ya Waislamu kumalizwa. Nchi ilipochukuliwa na Alfonso Layo Finando, kwa kuwa yeye ni mwabudiaji wa mashaitani, akaanzisha makampuni ya kamari, makampuni ya wizi, kwa sababu ni biashara. Ibada ya devil worshiper ni yale mambo yote yaliyoharamishwa, kwao ndiyo ibada. Kamari ni haramu, akaanza kufungua makampuni ya kamari. Ndio utaona t-shirt ya Real Madrid, utaona maneno makubwa yameandikwa hapa, BWIN.com, Bwin. Nini maana neno Bwin? Bwin ni kifupi, lakini urefu wa neno Bwin maana yake bet and win. Ukivaa t-shirt ya Real Madrid, ukija nayo msikitini hapa, swala yako haikubaliwi, kwa sababu unatangaza biashara ya kamari, ambayo biashara hiyo Allah ameilani ndani ya Qur'ani katika suratul Maida. Anasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, hakika ya pombe na kamari na kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, hii yote ni katika kazi za shetani. Sasa pombe nayo inaingilia wapi? Pombe inaingilia kwenye klabu ya Chelsea. Sasa wale mashabiki wa Chelsea, poleni, lakini vumilieni kidogo, ngojeni sindano iingie kidogo, maana hapa ni over makadara hapa. Chelsea si mpira, Chelsea ni bia. Kama una habari, ilianza mwaka 1892. Hiyo kampuni ilikuwa inaitwa Chelsea Premium Lager. Mwaka wa 1904 kule London, tena ndani ya klabu ya pombe. Hiyo klabu yenyewe inaitwa The Sun Rising Pub. Ndani hapo ndo kulizinduliwa klabu ya kampuni ya pombe. Badala watafute jina la mpira waipatie timu yao, wakachukua jina la bia yao wakaibandika hiyo klabu, ikaitwa Chelsea Football Club. Kwa hivyo still bado ukivaa t-shirt ya Chelsea unatangaza pombe, wewe unalana. Sasa Waislamu wapendwa, niendelee ama mmechoka?
Iendelea ama mmechoka? Hamjachoka bado? Hamkumbuki taarifa ya habari sasa hivi? Tumswalieni Mtume. Tumswalieni Mtume tena. Watukufu Waislamu, Iblisi ametuweza sisi wote hapa, hatuna bao. Halafu Waislamu, nikwambieni kitu. Kuna vita leo inaendelea kule Mashariki ya Kati baina ya Marekani, Israel na Iran. Hii vita inakufundisha nini wewe? Ngoja nikwambie kitu ambacho unadhani ni mbali, kwa hivyo wewe haikuhusu hapa. Sikiza nikwambie, yaja hata hapa itafika. Hapa yaje, usione ati Israeli ni mbali ama Irani ni mbali. Iran, kinachopigwa Irani ni dini ya Uislamu, sio jambo jingine. Taswira ya wazi hapa ni Uislamu unapigwa vita. Mayahudi ndio wenye serikali Marekani. Marekani na Israel, kwa kuwa Marekani ni nchi kubwa, nchi 52, Israeli ni nchi kadogo. Kwa hivyo unaweza ukasema Marekani ni bosi wa Israeli. Hapana, Israeli ndio bosi wa Marekani, japo Marekani ni nchi kubwa. Marekani wenyewe waliozaliwa pale hawana chao. Serikali, utajiri, teknolojia, mabenki, nuclear, ndege za kijeshi, watengezaji ni Mayahudi. Kwa maana hiyo Marekani, wale wa Marekani wenyewe waliozaliwa pale hawana chao. Hii ni kumaanisha kwamba rais wa Marekani, rais wa raia wa Marekani ni Donald Trump. Trump ni rais wa Marekani kwa upande wa raia, lakini kwa upande wa serikali rais ni Benjamin Netanyahu, ambaye kwa sasa ni waziri mkuu wa Israel, kama una habari. Na ndio utaona hata Marekani rais wao hachaguliwi na raia, anachaguliwa na shirika moja, kundi ambalo linamwabudu shetani, linaitwa Bilderberg Group, wenye kampuni ya Coca-Cola. Mr. Anderson Billy ndio mwenye kampuni ya Coca-Cola, ni Myahudi. James Barclay ni Myahudi, yuko kwenye chama hicho. Anaitwa nani huyu mzungu mmoja katili, ambaye brother yake ndo alitengeneza ukimwi, anaitwa Thomas J. Watson. Huyu ni Myahudi mbaya, ambaye ndio mwenye kompyuta zote ulimwenguni zilizoandikwa IBM, International Business Machines, zote mwenyewe ni huyu. Kaka yake huyu Thomas J. Watson ndiyo ambaye alitengeneza ukimwi, anaitwa Dr. Robert Gallo, ni Myahudi scientist Mwamerika. Mwaka 1930 ndio walichanganya maradhi 33 diseases ambao ndio zimetengeneza kirusi ambacho kikiingia kwako kinakula ile kinga yako. Na kawaida huwezi tengeneza maradhi ya mwanadamu, kwanza lazima utengeneze dawa yake kwanza, maradhi utaunda baadaye. Huwezi kuunda maradhi ya binadamu ama jambo litakalomuumiza mwanadamu bila kutengeza dawa yake kwanza. Hata Robert Gallo alisema, nimeunda ukimwi ndio, lakini nilitengeza dawa kwanza, ukimwi nikaunda baadaye. Kwa hivyo maneno ya Mtume yanakamilika kwamba hakuna ugonjwa ulimwenguni usiokuwa na dawa. Kwa kumalizia sasa, kwa watoto wetu wadogo wadogo hapo upande wa muziki, namalizia maana mada ni ndefu na tunaenda mbali. Devil worshippers wamegawanya dunia into 5 super states, mabara makuu matano, lakini wanaiendesha dunia into 3 super states, makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza linaitwa the Freemasons Army, jeshi la wale ambao wanamwabudu sheitani, na jeshi lenyewe ni zile nchi ambazo ziko kaskazini mwa bahari ya Atlantic, yani maanake kwa Kiingereza zinaitwa North Atlantic Treaty Organization, kwa Kiswahili umoja wa kijeshi wa NATO. Hili ndio jeshi lao hasa, NATO. Kama ushawahi kusikia kitu kama hicho ulimwenguni, kuna kitu kinaitwa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Alafu kundi la pili ni business leaders, wafanya biashara ambao ni Mayahudi watupu, ndio wanaikontroli Marekani. Kundi la tatu sasa ndio watoto hawajasalimika, linaitwa World Entertainment Industry, shirika kubwa zaidi ulimwenguni la kuwaburudisha, kuwapotezea muda, kuwachangia madhambi. Na hili shirika liko kule Hollywood, la kueneza propaganda za uongo ulimwengu mzima kupitia sinema,
mchezo wa kandanda, mbio za magari, mashindano ya urembo, yote haya yanapangwa na ile shirika la Hollywood. Ukienda India wana branch yao kule inaitwa Bollywood. Hii Bollywood ndani ndio utampata Amitabh Bachchan ambaye mnampenda sana, mtampata ndani Shah Rukh Khan ambaye mnampenda sana, mtampata Govinda. Utapata wacheza sinema wengi wanalipwa na shirika la devil worshipper la Bollywood ya India. Kwa hiyo Waislamu hatujasalimika. Tukae tutakavyokaa na Uislamu huu tulionao, hatuendi peponi ngozi, sisi ni waongo. Hauwezi kwenda janna. Janna ipi? Waislamu tumekuwa kama wanyama. Mungu anasema afahasibitum annama khalaqnakum abatha, kwani mnadhani mmeumbwa tu kimchezo mchezo hivi, mje mcheze, mruke, mzurure, mle mnachotaka. Jamaa wachane gomba wanavyotaka, meno yamekwisha, yamebaki kama msumeno ambao uzurure ule unachotaka hivi hivi tu. Yani mnafikiri mmeumbwa alafu mkaachwa kama wanyama? Wa annakum ilaina la turjaun, alafu mkiendelea kudhani kwamba kwetu hamtorejeshwa nyinyi. Sasa tunarudi kwa Allah, lakini tunarudi na nini? Tunarudi na nini? Muislamu, wewe Uislamu umetetea nini? Mchango wa Waislamu dhidi ya Uislamu ni kidogo. Mapesa yao yote wanajenga majumba makubwa, maploti, gari ya milioni 5. Kwanza sikiliza wewe ndugu Muislamu, mimi sikuogopi. Kama uko hapa Kisauni hii na jirani yako kuna msikiti kama huu, na hujauliza imamu analipwa hela ngapi, ana shida gani, muadhin, mfagiaji wa msikiti na matatizo gani, wewe unatoka unakwenda showroom unatoa milioni 5 unanunua gari ya kutembelea, na jirani yako kuna msikiti imamu hata mshahara hana, utakwenda motoni. Motoni utaingia tu, huna namna nyingine. Haiwezekani. Waislamu wapendwa, maimamu wawe hawana mishahara, walimu wa madrasa wanateseka, na tuna mamilioni tumekaa tunawaangalia, tunajizima data, tunajifanya hata tunazo kabisa. Waislamu wapendwa, Uislamu ndio huo unapigwa vita kila siku. Kila siku Uislamu unapigwa vita. Waislamu wamekaa kimya. Tumekaa kama mendo kikubadumu, miguu juu, paa unalala namna hii. Hali ya kuwa wenye mali ni sisi Waislamu, wenye elimu ni sisi. Sijui tatizo letu ni nini? Sisi tunasumbuliwa na nini? Yaani ikija ni swala la kutoa kwa ajili ya dini, fikra yako ya kwanza inakujia waibiwa, wadanganywa. Lakini wakati unaenda kununua marungi kilo 1200, fikra hizo haziji. Tena unaenda mbio kana kwamba umeekelewa nuclear kwenye mgongo. Kuna ndugu yangu Muislamu mmoja juzi kule Kingorani nimemuona, analipa 80,000 bili ya marungi ya wiki mbili ya yeye na marafiki zake. 80,000, 10, 20. Nilishika kichwa namna hii, nikashika kichwa nikasema, ya Rabbi, sisi tunataka hela hizi tutangazie dini ya Mungu. Huyu ndugu yangu Mwarabu Muislamu, tena rangi ya Mtume, rangi tukufu, anatoa 80,000 kununua marungi. Nilikaa nikashika kichwa. Waislamu wapendwa, tuko safarini, tunaelekea katika mji unaitwa Ikudha. Ikudha ni Kitui kule chini, mahali kulikuwa na vita juzi baina ya Wasomali na Wakamba. Kuna msikiti ulifungwa tangu 2018. Huu msikiti ni mdogo kama huu, tutakuonesha video yake hapo. Huu msikiti ulifungwa kwa sababu aliyesilimu pale ndio alitoa ploti, Muislamu akajenga, akakaa huko bwana akafariki. Mtoto wake akachukua nafasi akaenda, naye pia yuko hospitalini, yuko hali taabani. Achukua mlima kule huko. Haonekani vizuri. Haya ndio huko. Oh no way.
Naam, huu ndio msikiti ambaye umefungwa au swaliwi, hakuna mtu ambaye anahusika hapa. Subhanallah maliki nas. Hii ni msikiti, nyumba ya Allah hiyo. Msikiti umefungwa, hakuna mtu anaswali ndani. Huu ndio msikiti. Subhanallah maliki nas. Hii ilikuwa ni choo. Toilets. Naosha bwana. Kwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ndio nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu anaswali ndani, msikiti umehama. Hii ndio nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni msikiti ambayo unapatikana sehemu za Kanzawo. Kanzawo iko ndani ya Kitui County, barabara ya kwenda Bitine. Hapa ndio Kanzawo. Kwa hivyo wallahi ni mtihani na mtihani mkubwa. Naomba sasa hiyo kama kidogo hapo. Ni mtihani mkubwa sana, mtihani mkubwa sana. Nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu anasujudu ndani kama unavyoona. Qur'ani ndio hizi. Subhanallah, subhanallah, hakuna mtu ambaye anakaa hapa. Lakini ukiangalia hapa ni kama kuna mtu huwa analala hapa. Imam ambaye alikuwa ni hapa. Na hii ya zamani sana inaweza kuisha. Safi iko ndani, imejaa vumbi. Hizi ni meza hapo. Hii ni hatari sana. Hii ni vitabu cha Qur'an. Wallahi, huu ni msiba, huu ni mtihani. Hii ni kijiji ambacho huu msikiti ulijengwa na ukaachwa, hakuna Muislamu ndani ya kijiji. Leo kama kuna Muislamu hata angefagia na kuna watasha ambaye inafanyika hapa, lakini hakuna Muislamu hapa, na msikiti ndio huu uliojengwa na ukaachwa.
Sasa kitu iliyobakia hapa ni kutaka kujua wasimamizi na hii ardhi, tuweze kujua utafanyaje ili msikiti uweze kunawiri. Hapa ni sehemu ambayo kijiji karibu hapa. Hapa ni karibu town hapa. Tunaweza kufanya dawa hapa na kupatikana na msikiti ukauwika na wapatikana watu kuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nataka na harakati kubwa sana. Huu ni msikiti ambaye mara nyingi tumeambiwa umefungwa katika kaunti ya Kitui karibu na barabara kwenda Mbitini. Hapo ndio Kanzauo. Kanzauo barabara kwenda Mbitini. Kwa hivyo inshallah tunaweza kufika tukiwa hapa Mbitini ndio karibu. Kwa hivyo ujumbe ndio huo. Hii ndio ujumbe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama unavyoona hiyo ni Qur'an Masjid Nur Kanzauo. Kama unavyoona Kanzauo. Tunafika hapa kwa msikiti ambao umefungwa. Ndio huu. Tunapata mbele msikiti umefungwa. Kuna swala kuna mambo kuna maamuma kuna mtu yote anafanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Hapo ndio nasema kuswali. Sawa. Nasema kuswali hapo. Kwenye hilo box hapo. Ungekuwa mkubwa kwanza. Msafu mkubwa. Unao mwingine mkubwa huko.
na ilibidi tuichukue misahafu yote tuitoe kwenye msikiti kwa sababu inajaa vumbi, imechafuka, nyumba ya Allah imejaa vumbi. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni baada ya kupatiwa habari hizi katika kijiji cha Ikudha na imamu wa Ikudha, Mwalimu Adhani, Mwenyezi Mungu amlipe khairi. Hizi habari baada ya kupatiwa kwamba kuna msikiti uko hapa ambaye utumiki, msikiti kama huu ambaye mnaona hapo, ukiangalia kulikuwa na stima, mabusati yako, Qur'ani zipo, ina maana kule nyuma kulikuwa na activity ambayo ilikuwa inaendelea, lakini ghafla ni kama ilikuja ikapotea, na kwa muda mrefu ni miaka, kwa sababu vile madirisha imeisha, vitu imechukuliwa ndani, hakuna chochote, imebaki ni hiyo masafu kidogo na hiyo busati iko pale chini. Ina maana kuna harakati ilikuwa ikifanyika. Sasa Allah akinijalia, inshallah tutarudi kwa mara ya pili. Kurudi hapa tutarudi kwenda kwa chifu, kwa viongozi wa hapa, watueleze ilifikaje msikiti ukajengwa hapa na wale wasimamizi, ili tuweze kuuisha msikiti kama huu, wapatikane watu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imekuwa ni masikitiko makubwa, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala haina watu kufanya ibada ndani. Kwa hivyo inshallah Allah akitujalia, tushafika, tumeona mandhari, tumejua ni wapi, tumehakikisha ni kweli msikiti umefungwa na hakuna mtu anayefanya ibada, kijiji hakina Muislamu kwa ufupi. Sasa inshallah Allah akijalia tutakuja kujua bichi na mbivu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah heri inshallah.